Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Ya mateso ya Bwana. Liturujia ya Ijumaa Kuu, liturujia ambayo inatuingiza kabisa katika fumbo la ukombozi wetu, mateso na kifo, kuelekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Muda mfupi uliopita tumesikiliza simulizi refu la mwenendo mzima wa mashtaka ya Yesu na hatimaye kuhukumiwa, kubebeshwa msalaba na mwisho kusulubishwa msalabani na kufa msalabani. Simulizi hili limeelezwa kwa kirefu sana na mwinjili Yohane, ambaye amelieleza katika injili yake sura ya 18 kuanzia aya ya 1 hadi sura ya 19 aya ya 42. Sasa ili tuweze kupata picha kamili ya safari nzima ya Yesu, kuanzia sehemu alikopelekwa kwa Pilato na mashtaka yalivyokuwa na mpaka kufikia Golgotha na kuuawa kwake, lazima sasa tutafakari kwa kina, kujiuliza, hivi ni kwa nini Yesu aliuawa? Kipi kilipelekea mpaka Yesu akauawa? Kwa hiyo tutakayokuwa tunaeleza yote, nia yetu ni kujaribu kujibu maswali hayo. Kupelekea mpaka Yesu akauawa ni nini? Kuuawa kwa Yesu kulikuwa na sababu ambazo zaweza kugawanywa katika makundi yafuatayo. Kundi la kwanza ni sababu za kiteolojia. Sababu za kiteolojia ambazo zilipelekea mpaka Yesu akauawa. Lakini ili zikamilike hizo sababu za kiteolojia, zilitanguliwa na sababu za kimazingira. Sababu hizi za kimazingira ziligawanyika katika sababu za kidini na kisiasa. Ni hizi ndio zilipelekea mpaka wakatengeneza mashtaka kulingana na sababu hizo, ili hatimaye Yesu aweze kuuawa. Sasa ni sababu gani au ni mashtaka gani ambayo walimtengenezea Yesu? Ikumbukwe Yesu baada ya kuwa amefanya kazi na kwa utume wake, alionekana ni mtu hatari kwa Wayahudi na hasa viongozi wa Wayahudi, makuhani pamoja na Mafarisayo. Walimuona Yesu kama mtu hatari, na hivyo ilikuwa lazima wafanye mchakato fulani ili huyu mtu hatari wamuondoe. Na sasa kumuondoa isingekuwa rahisi bila kumtengenezea mashtaka. Sasa ni mashtaka gani ambayo waliyatengeneza ili Yesu hatimaye waweze kumuondoa? Kwanza, ikumbukwe kipindi kile Wayahudi walikuwa chini ya utawala wa Warumi. Wakiwa chini ya utawala wa Warumi, walikuwa wanatawaliwa na Warumi kisiasa, lakini kidini waliruhusiwa kuendelea na mambo yao. Ndio maana wakawa na kuhani mkuu, wakawa na baraza Sanhedrin pamoja na makuhani wengine.
Kwa hiyo kidini Wayahudi walikuwa wanaruhusiwa kumuua mtu iwapo amekiuka mojawapo wa sheria za dini, na ikathibitika hivyo, na hivyo huyu mtu aliuawa, na adhabu ya kuuawa kidini ilikuwa ni kupigwa mawe hadharani. Ikitokea mtu wameshindwa kupata sababu za kidini za kumuua, ilikuwa ni lazima wamshtaki kwenye serikali kisiasa, ili ahukumiwe kama mtuhumiwa mwingine, mhalifu mwingine anayekinzana na serikali. Kwa hiyo Wayahudi walichofanya cha kwanza ni kumshtaki Yesu kwa mashtaka ya kidini. Ni mashtaka yapi? Kidini walimshtaki Yesu kwa mashtaka matatu. Shtaka la kwanza, walimshtaki Yesu kwamba amekufuru. Amemkufuru Mungu kwa sababu anajiita yeye Mungu, mwana wa Mungu. Kwa shtaka lake la kwanza ilikuwa ni kujiita mwana wa Mungu, kujifanya Mungu. Shtaka la pili, alishtakiwa kwamba huyu hashiki sabato, anakiuka misingi ya imani yetu, na hivyo anapaswa kuuawa. Shtaka la tatu ni kwamba ametishia kulivunja hekalu. Huyu kasema atalivunja hekalu na baada ya siku 3 atalijenga upya. Ametishia kulivunja hekalu letu. Huyu lazima auawe. Baada ya kuyafikisha mashtaka hayo kwa Pilato, haya mashtaka yakaonekana hayana mashiko, na hivyo Pilato akatishia kumwachia kwa sababu hawakuwa na ushahidi wa kutosha. Baada ya kuona hivyo, wakaamua kubadilisha mashtaka. Wanasheria wanajua. Wakahamisha mashtaka kutoka kwenye kidini wakapeleka kwenye serikali, kwenye kisiasa. Wakamshtaki kwa mashtaka yafuatayo ya kisiasa. Shtaka la kwanza, huyu ametishia kuipindua serikali kwa sababu amejiita ni mfalme. Kwa hiyo kwa kujiita kwake ni mfalme, maana yake atapindua serikali na aweke serikali yake. Shtaka la pili, huyu amezuia watu wasilipe kodi, na hivyo kwa kuzuia kulipa watu kulipa kodi, maana yake anapingana na utawala wa Kirumi. Shtaka la tatu, huyu anaanzisha maandamano. Kumbukeni alivyoingia Yerusalemu kwa shangwe. Huyu ameanzisha maandamano na uhaini, maana yake anaandaa mipango ya kupindua serikali. Lakini haya mashtaka nayo pia, kama Yesu angekutwa na hatia moja kwa moja, adhabu yake ilikuwa ni ile ile, kuuawa kwa idhini ya Warumi. Na kuuawa, Warumi walikuwa wao wanamtundika mtu msalabani ili kila mmoja aone na jifunze. Lakini bahati mbaya hata mashtaka ya kisiasa hayakuwa na ushahidi. Baada ya kuwauliza, Pilato hakupata ushahidi wowote juu ya haya wanayosema. Akawaambia, mimi sioni kosa lolote juu yake mtu huyu. Mwisho wakaona Pilato anataka kuwazidi ujanja, wakaamua kurusha turufu yao ya mwisho, karata yao ya mwisho. Wakasema maneno ambayo yalimuogopesha Pilato mpaka akaamua Yesu sasa uawe. Na maneno yalikuwa ni haya: ukimwachia huyu, wewe si rafiki yake Kaisari. Maana yake ukimwachia huyu, sisi tutakwenda kukushtaki kwa Kaisari, na mwisho atakuondoa kwenye madaraka aliyokuweka. Pilato akiogopa kitumbua chake kisimwagikiwe mchanga,
akasema isiwe shida, akahukumu Yesu auawe. Kwa hiyo Yesu akahukumiwa kwa sheria ya Kirumi kwa mashtaka yaliyotengenezwa ya kidini na kisiasa. Lakini hawakujua kwamba wakufanya hivyo walikuwa wanatekeleza kile ambacho Yesu alikuja kwa ajili ya kuuawa, ili atekeleze kile ambacho amekuja kufanya kiteolojia. Yaani kufa kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka utumwa wa dhambi. Baada ya hapo Yesu, ili sasa itekeleze hukumu yenyewe ni kuuawa msalabani, ilibidi sasa cha kwanza abebe kifaa kinachotumika kumuua, msalaba. Kwa hiyo akaandaliwa sasa ili abebeshwe msalaba. Cha kwanza akapigwa bakora za kutosha akiwa amefungwa kwenye nguzo. Kisha kama dhihaka kubwa akavishwa taji la miba kichwani, kumzia kwamba ulijifanya wewe ni mfalme, sasa tazama tunachokufanyia. Ndiyo akabebeshwa gogo la msalaba, akatembea nalo umbali wa takribani maili 1.6 ambayo ni kama kilomita 1.6 ambayo ni kama maili 1 kutoka makao ya Pilato kwenda mpaka Golgotha, akiwa amebeba hilo gogo. Amesafiri nalo njiani pamoja na huo uchovu na uzito wa hilo gogo. Njiani akawa anaanguka, wakahofia kwamba atakufa kabla hajafika Golgotha. Ndio kisa cha kumkamata mkulima mmoja kutoka kijiji cha Kirene aliyekuwa amekuja kuuza mazao yake mjini. Huyu si mwingine bali ni Simoni. Lazimisha amsaidie kubeba msalaba wake. Simoni akabeba, akamsaidia Yesu msalaba ili asifie njiani. Akaenda nao mpaka kufia Golgotha. Amefia Golgotha, cha kwanza ilikuwa ni kumvua nguo, kumdhalilisha. Kisha akatundikwa msalabani. Akiwa msalabani pale, Yesu anahangaika. Na msalabani kilichokuwa kinawaua waliokuwa nasulubishwa msalabani ilikuwa ni kukosa hewa. Kiingereza wanaita suffocation. Kwa sababu akifungwa hivi, uwezo wa kupumua ndani na kuvuta hewa unakuwa ni mdogo. Na mwisho anakufa kwa kukosa hewa. Lakini waliokuwa wahalifu waliokubuhu walikuwa wanajua kucheza na hilo. Walikuwa akifungwa msalabani ili asife muda mrefu, anakuwa anafanya mazoezi msalabani. Maana yake anakuwa na bendi na kunyanyuka juu huko amefungwa msalabani. Hii inamsaidia kuvuta hewa na kuitoa. Kwa hiyo kama mlitegemea atakufa masaa 2, angeweza kwenda mpaka masaa 6. Lakini maskari wa Kirumi walijua ujanja wao. Ili kuwazuia hao wasifanye mazoezi msalabani, walikiona amekawia sana msalabani, walikuwa wanaenda wanawavunja miguu. Wakisha mvunja miguu, maana yake uwezo wa kuwa ana bendi na kunyanyuka juu haupo, maana yake ni muda mfupi atakufa. Yesu baada ya kusulubiwa pale msalabani haikuchukua muda. Tunaambiwa ni takriban masaa 3. Kisha Yesu akakamilisha alichokuwa amekuja kufanya duniani. Dhambi zako zote nimeziondoa. Mlango wa kwenda mbinguni nimeufungua. Ndicho alichokuwa amekuja kufanya duniani. Na ndicho kilichomuua msalabani. Haya mengine yote yalikuwa ni makandokando yaliyopelekea atimilize kazi aliyokuja kuifanya duniani ya kumkomboa mwanadamu kutoka utumwa wa dhambi kwa damu yake azizi.
damu iliyotulipia deni ambalo mimi na wewe kama binadamu tusingeweza kulipa, kujenga mahusiano mapya kati ya mwanadamu na Mungu. Na haya ameyafanya kwa kifo chake msalabani. Yesu kwa kufa msalabani ametufungulia hazina ya mbinguni. Maana yake ameondoa kizuizi cha mwanadamu kwenda kukaa na Mungu milele. Hivyo leo tunasherekea, tunaadhimisha tukio kubwa la sisi kukombolewa. Tukio hili linakamilika kwa ufufuko wa Yesu, lakini linafanyika kwa kufa Yesu msalabani. Sasa kufa kwa Yesu msalabani ambako kuna maana hasa ya kumtoa mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi, hakuna maana zaidi ya kwetu na hakuna manufaa kwetu kama baada ya kuwa tumekombolewa na Yesu msalabani tunaendelea kuishi katika utu wa kale. Tunaendelea kukumbatia dhambi. Tunaendelea kukataa mahusiano mema kati yetu na Mungu. Hapo ukombozi wetu na Yesu sisi tutakuwa tujanufaika nao. Hivyo msalaba kama msalaba leo umenyanyuliwa na kupewa hadhi ya juu sana. Na ndio maana muda mchache ujao tutautoa huko na kuuimbia. Huu ndio mti wa msalaba ambao wokovu wa mwanadamu umetundikwa juu yake. Halafu tunaambiwa njoni, njoni tuuabudu. Tunauabudu wokovu ambao uko juu ya mti wa msalaba. Lakini kama tunasema tunauabudu wokovu huo, halafu hatufanyi jitihada za kutosha kunufaika na huo wokovu huo, tunapoteza muda. Kazi ya Yesu ya kutukomboa mimi na wewe alishamaliza. Kilichobaki ni mimi na wewe kutafuta uwezekano wa kunufaika na wokovu huo. Ukombozi wa jumla, wanaita kwa Kiingereza universal salvation, ulioletwa na Yesu umekamilika msalabani. Lakini wokovu, ukombozi wa mmoja mmoja kati yako na mimi, kati ya huyu na yule, unategemea na wewe mwenyewe unautafutaje na unauishije kutafuta ukombozi. Hivyo leo tunapoadhimisha tendo kubwa la Kristo kufa msalabani kwa ajili yetu, kila mmoja ingia ndani ya maisha yako na jiulize, ukombozi huu ulioletwa na Kristo, mimi nafanya jitihada gani kuwa mnufaika wake? Ni namna gani nahangaika ili siku moja wokovu huu ulioletwa na Kristo mimi uninufaishe? Itakuwa haina maana kwamba wokovu huo ulioletwa na Kristo halafu asinufaiki nao. Tumombe Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili yetu atusaidie katika maisha yetu, tufie dhambi, tubadilishe menendo yetu na maisha yetu, ili siku moja wokovu huo alioleta yeye mwenyewe sisi tuwe nufaika. Leo Yesu amekufa msalabani, na sisi tuondoke kwenye makaburi yetu, tuingie kwenye uzima mpya, uzima wa maisha ya muunganiko pamoja na yeye, uzima wa kuishi katika maisha ya kumpendeza yeye. Tumwombe Yesu ambaye amehangaika msalabani na kufa kwa ajili yetu atusaidie kujitafakari, kutafakari menendo yetu, kutafakari maisha yetu, kutafakari mahusiano yetu na yote ambayo kwa namna moja au nyingine yanatuzuia sisi kunufaika na wokovu alioleta yeye. Kristo na atuongoze. Tumsifu Yesu Kristo.